mwaka jana na mwaka huu na bado hajatimia, hajafanyika. Na hapa una lengo na unakusudi mwaka unaokuja. Unasema mwaka unaokuja ni mwaka wako. Yes, ni mwaka wako. Na inaweza pia isiwe mwaka wako kama miaka mingine ilivyopita na ikafanyika kutokuwa miaka yako. Basi hata mwaka unaokuja unaweza usio mwaka wako, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo bado hayawa sawa. Kwa hiyo inabidi uhakikisha kwamba, mtu wa Mungu, mvua inanyesha katika maisha yako. Na mvua inaponyesha inabidi yale mambo ambayo, yale maswali uliyokuwa nayo unaanza kupata majibu yake. Na unapopata majibu ndipo ishara ya kusema umevuka mwaka. Ndipo ishara ya kusema mvua imenyesha katika maisha yako. Haleluya. Ndio kwa maana ukisoma katika kitabu cha Isaya mtakatifu, ukisoma kitabu cha Isaya 55 mstari wa 9. Haleluya. Mstari wa 9 mpaka 12. Anakuambia, hebu tusome. Anakuambia, kama vile mbingu zilivyo mbali na dunia, ndivyo njia zangu zilivyo mbali na zenu, na mawazo yangu mbali na mawazo yenu. Anakuambia kama unavyoona mbingu na dunia, ndivyo ilivyo mawazo ya Mungu na mawazo yetu sisi, maana kwamba vipo mbali, haviko karibu. Kwa mawazo yako, fikira zako, hatua zako haziko sawasawa na fikira za Mungu, haziko sawasawa na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Haleluya. Haziko sawa. Kasema mstari wa 10, kama vile mvua na theluji ishukavyo toka mbinguni, wala airudi huko mbali, huinyeshea ardhi, ikaifanya ichipue, mimea ikakua. Haleluya. Yes, ikakua, ikampatia mpanzi mbegu na kuwapa watu chakula. Umeona? Hapa anakuambia katika huu mstari wa 10, eti kama unavyoona mvua kushuka mbinguni ikadondoka katika ardhi, ikanyeshea ardhi, ikaichipusha ile mimea, ikaota na kukua, ikampatia mtu chakula. Haleluya. Mstari wa 11, vivyo hivyo na neno langu mimi alitarudi bila mafanikio,